Yeah, just in case you just tuned in, we had the first part of the show. We're talking about FGM. And clearly men wamesema kama uko na bibi mwenye ameundergo FGM uko na shida. Kwa nini? These are the women who beat their husbands. Wanakuambia you are circumcised. So what? Me too. Nani mwanaume kuliko mwingine? Yeah. What do you mean? And you are a short distance runner and I like long distance runner. These people break marriages. But now so you try to curb this. You amaze me, JB. Yeah. Since when did you hear husband tell your wife me I'm circumcised? Akwambia so what? And me? Lakini let's go to the second topic. Yes. JB, tell us what. And the second topic we are asking, how safe are our flats? How many of us wanaishi kwa our flats? I live in the 5th floor. That's where I'm staying. Yeah, and it's safe for me because I'm trying to keep fit. And it's good for me. I don't go for gym and stuff. Just keep running. So and I'm good to go. How many floors? 5. And you live on the topmost. Yeah. And you like it when you enter. Sasa ukifika chini ukumbuka umesahau simu. Yeah, it's okay. It's like ako kwa gym. Yeah. Free gym. Yes, free gym. Ajalipia hata. Yes. Analipia tu. Tunajua si watu wako na hiyo opinion. Mimi ishi huko kwa wale. Wewe unaishi what floor ama ni apartments? Samira sijaini ni cup job tu ndo mupanda stairs. Sasa zingine unashoka kupanda, kuteremuka, halafu when there is no water you get discouraged. Wala watu kuna watoi kwa gorofa, it is very very dangerous. Hata naweza maybe penya hizo manini na kwetu chini. So hizo gorofa I think masingles ndio nafaka. No matter how you have secured the place, kids are kids, they play all over. Wanaweza tu kuingilia somewhere just ustukie mtoto amemia. Wenye tunakaa huko juu mna agree na mimi hakuna baridi. Kuna baridi. Hizi za floor, yani hizi za down kuna jeve. Na hata pia hakuna mosquito. Mosquito flies on the 5th floor. Fully fresh air through 5th floor. Inasemanga watu damu ikae. Especially in this period. Item kuna jeve hivi, hakuna jeve huko juu. Hiyo flat yenu iko na safety measures, for example, in the case of a fire. Kuna safety measures ziko in place. Yeah, there are fire extinguishers there. Yeah, and we know how to use them. We've been taught. Na kuna na stairs ziko are they wide enough in case you need to run down? Yeah, they are good. I wouldn't say where I live there is enough safety measures because the stairs they are just like that, too steep. Even that balcony grill, some of those grills they are too wide, so it is very easy for a kid to slip on. So I just stay there because I have no choice. I happen to be in industry for the construction and all the rest. Like in Umoja, I have stayed in Umoja like this is my 13th year in Umoja. I would say about 5% of those flats they have those safety measures, safety whatever. Most of them hazinanga. Did you know ya kwamba kama flat iko more than 4 floors iko supposed to have a lift? Yeah, it's there. You gonna lift? No. Okay, I'm aware of that law. Yeah. Unajua kwamba haifuati the law that's supposed to be there, lakini mnakaa tu. I see even like in the school, in our school, you see fire extinguishers. They think the students will steal, so how they will mess with them. So they just install them when there is those people who come to check. You see, the school is ISO certified. So those are the guys of ISO. They have to come, I think, after 3 months to check everything is in order. So that is the only time you can see fire extinguishers. Do you know what you do? Wakikuja kufanya inspection, unatembea hapo unasema, "Haya, hii imetoka wapi? I've never seen such a thing. Have you seen such a thing ever?" Ile kufuatilia tu unaona tu unajiumiza tu bure. Unaona, si we are in a free country. Unahamia tu pale unataka. Kwa sababu unakifuatilia vitu maybe hata huyu ladder anaweza kuja akufukuza usiku. Si unaona sasa? Sababu you are interfering with his or her property. So unafaa ku speak up for yourself. Una human rights. Ukiona ati natembea sana napanda sana unaweza itisha lift. Akikataa utafute place nyingine. Lakini sasa hiyo ukishasema unajua watu watakuwa na awareness. Azinoto wataanza kuongea, watu waanze kuongea. Sasa mtu mwingine akifikiria kujenga ataona acha niweke ama acha nisifikishe huko na niweke hizi safety measures zote kwa zote watu watakongana hiyo anikana hesitate kuingia azinkai aina hizo vitu, but mkinyamaza tu mtaumia. Na nyumba kama hizo unasikianga wanaongeza every month wanaongezewa 1k. Wata ukali. Na watu wajitetea. Hata mimi nilikuwa nalipa hivyo inaongezewa. Alafu naambiwa ati hiyo ni gym charges. Hiyo gym kwa wapi inaonyesha stairs. I don't agree with him because if you just assume that
if these numbers they are just built badly, we are not supposed to complain. So everybody will be building that hardship. Yes. We are supposed to bring awareness. We are supposed to complain. When we are entering a house, we ask, is this one there? Is this one there? This is a requirement, this one should be there. If that landlord is not willing to do it, okay, and every other person is asking for that, gradually things will change. And they will change for the better. Okay, sasa JB. Yes. Finlay, Yeah. lazima kuna drawings. Very interesting. Yes, we'd today. like to know how the cartoons live. Yes. Yeah. So check out Finlay. Big up yourself, Finlay. Now we know how cartoons live. Yeah, Miriam. Miriam is a cartoon. Tell us. Yeah. From experience. You know, when I think of buildings and I think of buildings ambazo hazikai vizuri, you know what I think about? The Tower of Pisa. You see the way inakunga, because it's built on unsteady ground, so it's like, yeah, yes. But easy flats zetu, do you think zimejengwa yani kusupport the physically challenged? I would say no. Okay, like 1%. Like 1% is that provision, but I would say 99% they are not catering for the physically challenged. Ushaona hanging lanes vile ziko, ile ni uchokozi tu waiting to happen, cause utanika nguo zako zikishaka huko, mwingine anajua kuja anike, hiyo maji itamwagikia zako, so na mtakuwa na conflict. So as I support anyone, you will find that hakuna siku utapata ile nyumba tuseme iko na almost every, tuseme kama vile huyu madam amesema, hata kama iko na safety measures haina lift. So unaona sasa it is not 100% safe. Yeah, una struggle tu wakati utajenga tu yako, utaweka ile kitu yote unataka. There is always nini, watu wanatafuta manyumba. The problem is hakuna nyumba. The problem is hakuna nyumba za kutosha. Maybe unataka, maybe anasema kama wanalipisha kitu kama 6 haina, maybe haina utashukisha na moja within minutes nyumba inaingia. Kwa hivyo si wa Kenya, safety versus cost tunaangalia cost first, yeah, safety next. Yeah. So tukimaliza kwa hivyo tunasema nini wale tuko kwa flats, madam? Tuangaliange ile how iko na safety measures, as in it's our life na maisha ni moja, so should be careful. Yeah. kama unaumizwa sema akata kufukuza nsao. Let me tell you, kuishi kwa flats, it has physical disadvantages, economical disadvantages, serious. Like what? And social disadvantages. Now, physical disadvantages ni kama mimi. Unaona vile nimekonda, kwa nini? Nilikuwa naishi 6th floor. Umefika juu, umesahau maziwa, unakunywa strong tea. For 2 years, strong tea. Look at me. Serious. Sociological disadvantages. Mimi nikiishi 7th floor, hakuna mtu alikuwa ananitembelea. Mtu anakuja ati, JB unaishi which floor? 7th. Okay, nimepata ka emergency nyumbani, haizi panda hizo stairs kuniona. Economical. Watu wote walikuwa na deni zangu na wanaishi more than 4th floor, niliwasamea. Na kujia deni yako nakwambia kujia hapa juu. Nipande hizo stairs na nishuke. Gana hiyo pesa yako. JB. Kwanza, I think those are nice points, lakini psychological, Ala pia wewe, I thought you were a squatter. Kwani tena ulinini? Why do you think I became a squatter? Wewe unaweza survive hizo shida zote. Hauna wageni, ukuli, ulipwi madeni. Sawa sana, tumefika mwisho wa Matatu kwa leo. Asante sana kwa kuwa nasi. Mimi ni Miriam. Na mimi ni JB. Find us on Facebook at Matatu Sema Kitu. And on Twitter, Matatu Kenya. Yes, tell us which floor you live in, yes, and how that is like for you. Yeah. Thank you for joining us. Join us tomorrow for more Matatu. For now, goodbye and God bless you.